never taught or I've never said anything on it, but it is the leading of the Lord that we do so because it is important. Bwana Yesu asifiwe sana. Now today we are dealing with a covenant of giving. Covenant of giving. Now we have said that how you can attract this grace or exceeding grace is by giving. Is by having a covenant, and that covenant is a covenant of giving. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, Psalms 112 verse 1 to 3. Zaburi 112 na mstari wa kwanza hadi wa 3. So it says, I know you are there, wale ambao tunaandika tuandike, then nitawasomea. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in his commandments. His descendants will be mighty on earth, and the generation of the upright will be blessed. Wealth and riches will be in his house, and his righteousness endures forever. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, there are few things that I want us to see as we move on, and I believe that Mungu atahakikisha ya kwamba hili neno litafanya kazi katika maisha yako. So inasema ya kwamba kubarikiwa ni yule mtu ambaye anamwogopa Mungu, mtu ambaye huwa anafurahishwa zaidi na agano zake. That person that is always happy when he hears it is time to covenant with God. That person, mtu ambaye ana kila wakati ambapo kuna makubaliano na Mungu inamfurahisha zaidi, because he or she is willing to do it. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasema ya kwamba his descendants will be mighty on earth by doing what? By being delight in the commandments or in the covenant. Amen. So the descendants will be mighty on earth. The generation of the upright will be blessed. Now, as you continue following God, as you continue fulfilling or praying your part on according to the covenant, then your descendants will be blessed. Unaweza sifiwe sana. So kizazi chako kitabarikiwa kwa sababu kuna mtu ambaye aliandamana na Mungu, akasikiliza, wakaingia kwa makubaliano, alafu Mungu naye akaachilia pati yake, ambaye jambo la kwanza ni kuwa wakuu katika ulimwengu. Jambo la pili ni kubarikiwa katika ulimwengu. So kwa jamii yako kubarikiwa, kwa jamii yako kukua wakuu katika dunia ama ulimwengu, ni katika ile hali ya kuingia katika mapatano na maagano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So as you do that, it will motivate God. It will attract a kind of a blessing, a kind of being mighty on earth in the name of Jesus. Amen. So it is my prayer to all of us that we desire to have a covenant with God, because we know every covenant comes with a blessing. Bwana Yesu asifiwe sana. It is by covenant. It is by covenant. Now, it says that wealth and riches will be in his house. So pamoja na utajiri, na kufanikiwa katika maisha, as we continue, or as you continue, or as I continue to covenant or to do my part that the Lord has given me to do, then I am assured of being rich and a wealthy person. Bwana Yesu asifiwe sana. So kuna uhakikisho wa mimi kupata mali wakati ambapo tunafuatana na agano la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema kwamba and his righteousness endures forever. So ni ombi langu ya kwamba as we get more to the covenant,
that the Lord will release what he said he will release to us. And that is, we get supernatural wealth through salvation. So wakati ambapo tuliokoka, sisi tulipata wealth, supernatural wealth, utajiri wa kiungu. Hiyo ndio tulipata wakati ambapo tuliokoka. Now, supernatural wealth comes from the Lord and addeth no sorrows. That is Proverbs chapter 10 verse 22. The blessings of the Lord addeth no sorrow. So wakati ambapo ameachilia baraka zake, that is Proverbs 10 verse 22. Anapoachilia baraka zake hazileti huzuni. Bwana Yesu asifiwe sana. So tumeona ya kwamba tunapo fanya pati yetu ya agano, Mungu ataachilia baraka, Mungu atatupatia utajiri, Mungu atatufanya tuwe wakuu, na kile ambacho atafanya hakiongezei huzuni. So chochote ambacho Mungu ametupea, tunaomba ya kwamba kisilete huzuni katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. So there is a place for supernatural wealth for every child of God in salvation. Supernatural wealth is for everyone who is saved and also have gotten into the covenant with God, and he does his part faithfully. Bwana asifiwe sana. So kila mtu ako na supernatural wealth. Hakuna mtu ambaye anaweza semekana kwamba yeye ndiye ako na chances za kuwa tajiri kuliko mwingine. Sisi wote tuko na nafasi ya utajiri kwa sababu tumeingia katika agano na Mungu wakati tuliokoka. Bwana asifiwe sana. Ninakuombea ya kwamba upate nafasi yako ya utajiri katika ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. I wish you could have said a bigger amen. Amen. That you receive your place, amen, of supernatural wealth in God. Amen. Amen. So Christ was made poor that through his poverty you become rich. He became poor so that through his poverty you become rich. So being poor is not godly. Being poor is not godly. Poverty is not of God. You should hate poverty with a passion. Bwana asifiwe sana. Umasikini si ya kutoka kwa Mungu. Unastahili kuchukia umasikini kabisa. Bwana asifiwe sana. Unastahili kukataa kukuwa maskini. Unastahili kufight poverty with all your strength. Bwana asifiwe sana. Amen. It is not of God. That is why Jesus became poor, so that you become rich. And as you get into the covenant, then the supernatural wealth may not come on your way until you enter into a covenant with God. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 9. Wacha tu tusome. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that through his poverty might become rich. He was not poor. Jesus was not poor. But because of you, wewe ndiye ambao ulikuwa unastahili kuwa maskini. Wewe ulikuwa unastahili haukupata chochote. Lakini akafanywa maskini. He was made poor ili kwa umaskini wake wewe utajirike. Bwana asifiwe sana.
Jesus aliplay part kubwa sana ya sisi kutokuwa maskini. Alihakikisha ya kwamba kila ambacho ulikuwa upate ambao ni umaskini, yeye imewekwa juu yake, so that wewe na yule utajiri ambao ulikuwa ndani yake ukue juu yako. Wanaweza sifiwe sana. There was an exchange. What you are supposed to have is what he took, and what he had gave to you. Then you should not be poor. Poverty is not your portion. You always miss somewhere to say amen. Na miss sana mahali pa kusema amen. Amen. God has given richly all things to us to enjoy. Mungu amepeana vitu zote kwetu kwa utajiri ili tufurahie. But never forces anyone. God has released everything kwa wingi sana na kwa utajiri, lakini hawezi sukumia mtu. Bwana asifiwe sana. Mungu hawezi kukusukumia. Ni mpaka uamue na wewe yakwamba unataka kuwa tajiri. Bwana asifiwe sana. Ni lazima uamue yakwamba unataka kuwa tajiri. Ufanye pati yako, ufanye kazi, sababu ubariki kazi ya mikono yetu. Uhakikishe ya kwamba kila ambacho unafanya ni ya kukuinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile biashara umefungua ni ya kukuinua. That is why alitupea ile utajiri ambao ulikuwa wa Jesus, ndio tuko nao sasa. So we need to be very 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 kuwa na ideas. Bwana Yesu asifiwe sana. That we can do something to making sure that we will not end being poor. Now, we are living in the times or in the kingdom of choice, whereby you live the way you choose, or you choose the way you want to live. Bwana asifiwe sana. It is where you desire, you choose your side, where you want to go, how you want to live. It will be according to your desire. And I pray that the Lord will help us from today to desire more, ya kwamba hatutaishi katika umaskini. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba Mungu atatusaidia siku baada ya nyingine. Now, thank you Lord Jesus. 1 Peter chapter 1 verse 3. 1 Peter chapter 1 verse 3. Blessed be the Lord and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through death. Bwana Yesu asifiwe sana. By his mercy, abundant mercy, we've been given another hope to live. So, what gives you or motivates people to live is what they have, or how they are living. Haujasikia mtu amefika mwisho akasema kwamba anatamani kukufa. But there is always something that makes you live, gives you hope, motivates you. I pray that you be that kind of a man, that will have things, will have something that always itamkumbusha ya kwamba yeye yako hapa kufanya makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna agano ambalo tuliagana na Mungu. Kwenda kwangu si faida, ni hasara, because mimi niko na kazi kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtapao wameingia katika agano na Mungu. So everyone must find his
or her place and make a choice. Tafuta mahali katika Mungu, alafu amua, mimi siwezi kufa maskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ni statement ambayo unastahili kurepeat. Waambie Mungu, nimekataa kukufa maskini. Na ngojea mrepeat sisikii. Nikushikanisha mshikanisha ama ni nini? Are you here? Niulie mkono hapa hivi. Tangaza, nimekataa kukufa maskini. Nimekataa kukufa maskini. Amen. So Deuteronomy 28 verse 1 to 13, you utasoma. Deuteronomy 28 verse 1 to 13. Luke 16 verse 16. Luke 16 verse 16. So I talked about there is what they are calling law. And he's saying the law and the prophets were until John. Since that time, the kingdom of God has been preached, and everyone is blessing into it. So the kingdom, so the law has been, one of the things ambao walikuwa wanatumanisha ni ya kwamba kama kuna law ni lazima ifuatwe na itimizwe. So kutoka wakati wa manabii hata wakati wa John, hiyo kanuni, hiyo sheria bado haijavunjwa. So what I want to say is that even now that we have a covenant with God, it is not broken. We need to follow the covenant. We want to do according to the covenant. Let us do our part according to the covenant. Covenant is an agreement between two people or two parties. And everyone is supposed to do his or her part. Thank you, Lord Jesus. So prosperity plan is a covenant, and until your part is prayed, God is not committed. So prosperity plan is a covenant. So God loves when you are prospering. God is happy to make you success or succeed, to make you succeed. He will help you. He will be happy to see you in your best life. Atafurahia sana akikuona katika maisha yako yale mazuri kabisa. So ni maagano yetu na Mungu ya kwamba ataunda maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. But mpaka tufanye part yetu, yeye hawezi jicommit. Bwana Yesu asifiwe sana. So we must do our part first, then commit God to bless us. We must commit God first, so that we must do our part first, so that we commit God to blessing us. Deuteronomy 8 verse 18. Deuteronomy 8 verse 18. He's the one who gives us ideas on how to make wealth. So it is by having a covenant with him. He will give us ideas on how to make money. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So you have a responsibility as a believer to stick to the covenant. Then God will release what comes after people do their part in the covenant. Bwana Yesu asifiwe sana. So we see the covenant that I was telling you.
because now we have seen it is important to stick to your part and have place in the covenant to get wealth. Now there is now the covenant. So the covenant of abundance, that is the covenant of abundance, is based on giving and receiving. This is the covenant of giving and receiving. Ni agano ya kupeana na kupewa. Hiyo ndio agano ambayo Mungu anataka tuingie na yeye siku ya leo. The covenant of giving and receiving. Thank you, Lord Jesus. So it is the master key to the world of fulfillment. Hii agano ya kutoa na kupokea ni funguo za maisha ama ulimwengu wa fulfillment. So it provides life at its best. So as you give and receive, inakupatia maisha yaliyo bora zaidi. You know, after God gave his son to the world, he gave so that the world becomes better. He gave so that you become better, you yourself. Now, every time we give, there is an assurance of receiving. Bwana asifiwe sana. That is a covenant. That is a covenant. So whoever tells you not to give, he breaks your covenant. Yeye yake alivunja. Sasa yako na yao itavunjwa na utajipata ya kwamba nothing is coming on your way. I always ask people, and I do a demonstration a bit. If I'm holding this, is there anything that you can add to me? Kuna kitu naweza ongezea hapa sasa penye nimeshika hivi. Siwezi hold, but every time you release, you receive. Even the matters of the heart, you must outpour your heart first so that you receive. That is why on Monday you should be preaching to people on what you got today. Unasifiwe sana. Tuesday the same, Wednesday the same, Thursday the same, Friday the same. So on Sunday you come empty. Unasifiwe sana. Unajua kuna ile watu wanasema kwamba alikuja kututapikia maneno. Ni ya kwamba what you are saying is not si speech mzuri. Maneno ambayo unatoa si mazuri. So in other words, uliweka mambo zikajaa, alafu ukakuja when you are talking they don't see sense of talking. Ndio nasema kwamba alitutapikia maneno. So you need to be well organized now that you've gotten this word to tell others that there is something you're missing. Unaweza sifie sana. A place that you can offer your sacrifices. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jana nilifanikiwa kwenda kwa kazini yangu ambapo mnaonaga hapa. Yes, siwezi wapea maisha yake sana but naielewa. But when he decided to, you know, he was paying his tithe when we were in City Chapel. Before, now for 2010 to 2008, he was still giving his tithe. Hata kama hakuwa anakuja church. He made sure ya kwamba tithe zake zote he was giving to me. Then nilikuwa nazipeleka kwa church. It has lifted him from low life. When I went there, I could not believe. A good mansion. Very smart house. Yamawe. Very smart. God has blessed him with plots. Not one. Na kazi kidogo tu. But he makes sure. One of the things that I love about him is how he tells me.
You know what? Mimi nimepeana bila kiroho. Kiroho, you know? Gikoro, you see now. No, ni vile nataka kuiongea kwa Kiswahili sasa. Napeana sina chochote. In other words, I have recognized it is God who has given me. And that is why even as I pay this 10%, sisikiagi kitu, it is my obligation. It is my responsibility to do so. I'm not pushed. Sijatoa kwa sababu unatuambia. Huwa ananistua sana. Sitoi kwa sababu wanatuambia. It is me ambao niliketi chini na agano langu na Mungu. Umenibariki na kazi.